Sio kila mtu huzikwa kama mfalme, tena chini ya ardhi ya watakatifu. Lakini kifo cha papa hakifungui tu ukurasa wa majonzi, bali pia hufungua mlango wa mila za kipekee, taratibu za karne nyingi na maandalizi ya ajabu ambayo hufanyika kwa heshima ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Leo hebu tushuke taratibu hadi kwenye kina cha makao ya milele ya papa, kaburi lake, na tuchambue maajabu 7 ya ajabu sana kuhusu sehemu hiyo ya mwisho ya mapumziko ya papa. Jambo la kwanza, linapojengwa miaka kabla hajafa. Unadhani wanangoja afe ndipo waanze kuchimba kaburi? Hapana, maandalizi ya kaburi la papa huanza muda mrefu kabla hajafariki. Vatican huwa na orodha ya mahali ambapo papa atapumzika, na kwa kawaida sehemu hiyo hujengwa au kuhifadhiwa tayari hata kabla hajaingia madarakani. Kwa mfano, chini ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuna makaburi yaliyotayarishwa miaka mingi kabla. Hii ni kwa sababu mahali anapozikwa papa si tu kaburi, ni sehemu ya historia ya kanisa, mahali pa hija na mara nyingi sehemu ya urithi wa kitamaduni wa kiroho. Jambo la pili, kaburi lipo ndani ya dunia nyingine. Kaburi la papa halipo juu ya ardhi, linashushwa hadi kwenye sehemu maalumu inayoitwa Grotte Vatican, pango za Vatican, chini ya madhabahu ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Sehemu hii ni ya kipekee, ni kama ulimwengu mwingine wa chini ya ardhi uliojaa miundo ya kale, sanaa, makaburi ya mapapa waliotangulia na hata kaburi la Mtakatifu Petro mwenyewe. Kuwepo karibu na Mtakatifu Petro ni heshima ya kipekee inayotolewa kwa mapapa waliotumikia kwa uaminifu. Jambo la tatu, jeneza lake ni la tabaka 3, lina kificha siri. Papa huzikwa katika jeneza la aina ya pekee kabisa lenye tabaka 3. La kwanza ni tabaka la ndani, huwa ni la mti wa cypress yenye mkongo wa asili, linalowakilisha unyenyekevu wa maisha ya kiroho. Tabaka la pili, hili ni la lead, yani risasi nzito, lenye uzito mkubwa kwa ajili ya kuzuia kuoza kwa mwili haraka na kuilinda miili dhidi ya unyevu na wizi. Tabaka la tatu huwa ni la mti wa walnut au oak, mrefu na wenye nakshi za kifalme, ambao una nembo ya papa na tarehe zake muhimu: kuchaguliwa, kuzaliwa na kufariki. Ndani ya jeneza hilo pia huwekwa vitu vitakatifu kama vile sarafu zilizotolewa kipindi chake, hati rasmi ya kipapa na rozali aliyoitumia mara kwa mara. Jambo la 4, kaburi halifukiwi udongo, linafungwa kwa jiwe la kifalme. Tofauti na mazishi ya kawaida, kaburi la papa halifukiwi kwa udongo. Badala yake, jeneza linawekwa kwenye kaburi la saruji au marumaru lililotengenezwa maalum, kisha linafungwa kwa jiwe kubwa la kifalme linalobeba jina lake na maneno Papa wa Kanisa Katoliki kwa Kilatini. Mara nyingi jicho la jiwe hilo linaelekezwa kuelekea madhabahu ya Mtakatifu Petro kama ishara ya ufuasi wake wa milele kwa mfuasi wa kwanza wa Kristo. Jambo la 5, wakati wa mazishi dunia inasimama, lakini Vatican inaenda kwa dakika. Mazishi ya papa yanaongozwa na ratiba ya ajabu ya muda. Siku ya 3 baada ya kufa, mwili wa papa huwekwa hadharani kwa ajili ya waumini kuuaga kwa siku 3 mfululizo. Baada ya hapo, siku ya 9 hutumika kwa mikesha ya maombi itwayo Novem Dies. Mazishi hufanyika kati ya siku ya 6 hadi ya 9 baada ya kifo. Wakati huo kila sekunde ni muhimu, wakati ambapo dunia yote inatazama. Ndani ya Vatican, kila hatua, kila nyimbo, kila tendo linapimwa kwa usahihi, kutoka kwa mashairi ya Kilatini hadi utembeaji wa jeneza. Jambo la 6, baadhi huzikwa kwenye ukuta, si sakafuni. Watu wengi hudhani kila papa huzikwa chini ya ardhi, lakini la hasha, wengine huzikwa ndani ya ukuta, kama ilivyokuwa kwa Papa Leo wa 13 au Joni wa 23 kabla ya kuhifadhiwa tena juu ya ardhi kwa ajili ya watu kumtembelea kwa wingi. Makaburi haya huwa kama vitabu vya mawe, yana mchoro wa papa, maandiko ya kiroho na hata mara nyingine sura ya papa ikiwa imechongwa kwenye jiwe lenyewe. Jambo la 7, kaburi hupigwa mhuri wa Vatican.
siri ya milele. Mara baada ya jeneza kuzikwa na jiwe kufungwa, kuna tukio la mwisho kabisa, muhuri wa Vatican. Hii ni mihuri ya chuma iliyogongwa kwenye jiwe la kaburi kama ishara kuwa mahali hapo ni takatifu, haliguswi na limefungwa rasmi kwa heshima ya milele. Baada ya hapo, hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kulifungua kaburi isipokuwa kwa uamuzi wa kanisa lenyewe, kitu ambacho ni nadra sana kutokea. Kumbuka kwamba ndani ya kaburi hakuna maiti, kuna urithi. Ndani ya kaburi la Papa hauwezi kusema kuna mwili tu, kuna historia, kuna mapambano, kuna sala za dunia nzima. Kaburi hilo linakuwa sehemu ya hija. Watu huzuru si kutazama maiti, bali kupata baraka, utulivu wa kiroho na kushuhudia sehemu ya historia inayoishi hadi leo. Ni kama kioo kinachoakisi jinsi mwanadamu mmoja alivyobeba imani ya mamilioni. Kwa hivyo unapotazama picha ya kaburi la Papa, usione tu jiwe na majani. Tazama roho ya kanisa, mchakato wa kihistoria uliopikwa kwa karne nyingi, na heshima ya hali ya juu kwa mtu aliyesimama kati ya wanadamu na Mungu kama daraja. Mfuatiliaji wa Taarifa Digital, usiache kusubscribe chaneli yetu kwa makala, taarifa na uchambuzi wa matukio kwa kina zaidi. Pia share video hii kwa watu wengi.